Kwa maana ya kwamba utakuwa ukijihusisha na njia mbalimbali kuhakikisha tu ujumbe unafika. Hiyo tutarajie kukuona katika sekta kama za uigizaji, muziki na vitu vingine vya sanaa. Kwa maana hiyo tegemea nishacheza filamu moja inaongelea utawala wa ufalme wa Kingdom ya El Kabulani. Hadi pale waasi walipoanza kuingia katika himaya. Iko njiani nakuja. Na filamu kama 2-3 hivi nacheza, naendelea kurekodiwa. Zikitoka wataniona. Mimi niko nyanja zote kusema kweli. Mimi nacheza maigizo. Kwa ukweli namshukuru Muumbaji, alinipa zawadi tofauti ambazo muda mwingine nilikuwa sijazigundua. Ila kila siku zinavyosonga mbele nazidi kujua vipaji nilivyopewa, lakini kama nilichelewa au nimewahi, hizo ni kudra zake yeye, Muumbaji wa vyote. Kutokana na vile ambavyo umesema utaitumia sanaa kwa ajili ya kufikisha maudhui, ukiangalia soko la sanaa, ukijumuisha muziki, maigizo, lakini na sanaa za uchoraji na kila kitu, unadhani ni kitu gani hasa kimekosekana ambacho kinaweza kuwanufaisha Waafrika? Kitu kimekosekana kuwanufaisha Waafrika kuhusu ujumbe? Kuhusu chochote kile kwenye sanaa, ubunifu gani ambao unaona kama ungekuwa kwenye bodi ya sanaa ungehakikisha kinafanywa kazi? Mashuleni. Tungepata nafasi ya kukaa serikali, tuge nafasi ya kuwapelekea elimu vijana ambao watoto wadogo waanze kufundishwa mila na tamaduni walikotoka. Tunaondoa zile brainwash za wakoloni. Kwa sababu ukaelewe kwamba Afrika tumefikia kote hapo kwa sababu ya elimu ya mzungu, siasa ya mzungu na ibada za mzungu au wageni tuseme. Lakini mimi wote siwezi kumtofautisha Mwarabu wa Asia wanaojiita Mwarabu au mzungu wa Mashariki ya Kati na mzungu wa Ulaya. Mimi naita wote wamoja. Hawa ndio mapokeo yao: elimu, siasa, ulinzi, afya, mifumo ya kilimo, yote imekuja kuharibiwa na mabwana, sio kwa bahati mbaya. Ni mifumo maalum. Historia yetu iliyokuwepo miaka na miaka, wakabeba, wakafuta, wakaondoka nayo, wengine wakatia moto, walimu wakakatwa mikono, wakakatwa ndimi, wakatobolewa macho, wakauawa, ili mradi kumfutia Mwafrika historia yake. Sasa nawashauri viongozi wa Afrika, wizara zao za elimu na utamaduni zibadilishe mitaala inayofundisha elimu ya Afrika. Tuanze kufundisha Afrika toka ina majina tofauti. Al-Kaburani, Al-Natasi, inaitwa majina mengi, Taaseti. Afrika ni bara tukufu, kwa hiyo lina mambo mengi wapitia, lakini limerudishwa nyuma. Watu walioandikiwa historia zao sio historia zetu. Kwa hiyo naomba serikali ikae chini, serikali za Afrika zijadili jinsi ya kurudisha mifumo na mitaala ya Kiafrika kuliko kutegemea mitaala ya Magharibi ambayo wanaandika wanaleta kwetu, kwao hawaitumii. Sijui kama mzungu hadi leo anafundisha habari za panzi ana miguu mingapi, nzi anaishi siku ngapi. Huko Ulaya nafikiri masomo haya hakuna. Na Ulaya hakuna mwanafunzi kubeba begi na madaftari 19 zito lina kilo 9, mtoto mwenye na miaka 7. Hii ni kurudisha nyuma elimu ya Afrika. Elimu tunazopewa ni kumbukumbu, kwa kumbuka watesi wetu, badala ya kuwafahamu watesi wetu tukwepe njia zao walizotugea. Afrika imeendelea kukumbatia elimu ya kikoloni ambayo sijui wanaogopa kwamba wakibadilisha watakosa misaada. Lakini nafikiri uchumi wa Afrika, elimu ya Afrika, ulinzi wa Afrika tunategemea wakoloni. Kwa hiyo hili jambo nilipenda libadilishwe. Mimi naandika vitabu. Wewe serikali angalie vitabu vyangu, naweza kachukua kakagua ikaangalia kama inafaa, basi wape watoto au wanipe hata uwezo wa kufungua darasa ambalo nitakuwa nawafundisha watu mila na tamaduni. Vitabu ninavyo na maelfu ya vitabu.
ambavyo vya kuwatoa watu katika shimo. Tunasema sio vitabu vya primary na secondary. Hivi ni vitabu vya kificho vilivyofichwa na wanyang'anyi, kama uwepo wa mtu mweusi barani Ulaya kabla ya mzungu. Vitabu hivyo vyatengenezwa kina Anta Sheikh Diop, kina Ben Jochanan, kina Chinua Achebe, kina wako wengi, kina nani huyo anaitwa mwalimu mmoja kutoka Barbados, huyu anaongea Kifaransa, ni mwalimu mzuri sana. Kwa hiyo kuna vitabu vingi ambavyo naweza nikawapa wanafunzi, na kwa idhini ya wana jumuiya ya Afrika wanaweza kavitoa kopi nyingi ili watu wapate kusoma. Chionda, naomba kupata picha kwa ufupi ya kile ambacho unatarajia, au unaweza kusema matunda unayotarajia kwenye kazi yako hii ya kuelimisha jamii ya Kiafrika kujitambua. Tupe picha ya kile ambacho ni matarajio yako ya baadaye. Matarajio yangu ya baadaye ni kutegemea kwamba Waafrika turudishe teknolojia iliyoibwa na wazungu irudi kwetu. Vijana wetu wanaenda kusoma nje, teknolojia ile wazungu sio yao, waliiba kwetu. Inatakiwa teknolojia irudi mikononi kwetu, tutengeneze vyetu. Na hadi sasa Afrika bado na vijana wa teknolojia. Kama hapa kuna kijana mmoja anaitwa Kisena, ana kichwa kikali. Ukimkabidhi kiwanda, ukimnunulia vifaa, ukimwezesha Kisena, tunaweza tukawa na simu zetu, tunaweza tukawa na calculator zetu, tunaweza tukawa na mafundi kama kina Bryson hawa wanatengeneza taa za barabarani, umeelewa? Tukapata mainjinia wenyewe ambao Afrika wajitegemea. Pesa inazalishwa, inatoka benki kuu inaingia kwa Tanzania, inaingia mfukoni kwake na inaenda kwa Tanzania. Au inaenda kwa Afrika. Tukitaka material tunanunua Accra, Ghana. Tukitaka material tunanunua Nairobi. Tukitaka material tunanunua Afrika Kusini. Ile faida tupate wa Afrika wenyewe, kwa sababu watu wengi hawajui kwamba Afrika ni bara la watu wote. Kwa hiyo wengi Ulaya wanajua kwamba Afrika ni nchi, lakini Afrika ni bara kubwa ambalo hakuna bara lolote linalofanana na bara hili. Watu wake ni wa kipekee. Afrika ndio bara lenye mambo ya ajabu na yenye utukufu chini ya jua. Lakini Mwafrika amefundishwa kujisahau mwenyewe. Hii ndio tatizo kubwa. Kwa hiyo mimi matarajio yangu Afrika katika harakati zangu ni waone Waafrika wanakwenda rudi kwenye mila zao, wanasoma historia zao, wanaacha kumsifu mzungu na Mwarabu, wasitegemee pepo ya Mwarabu na mzungu. Umesikia? Wanajua kwa sababu mzungu kama alikuja na kitabu chake, na sisi tulikuwa nacho cha kwetu. Kwa hiyo cha kwetu kikakaliwa, cha kwao tukuelewa mkononi. Sasa tunachukua kitabu chao tunatupa mtoni, tuchukue cha kwetu tulichokalia tukisome. Kwa hiyo kama wanataka kitabu cha Afrika ili turudi nyumbani, Waafrika naomba wanitafute, tuungane pamoja. Sio kwa sababu watu wengi, unajua Waafrika wengi wanaogopa kuongelea habari ya michango, kuchangia taasisi na jumuiya. Kwanza tunajitengeneza, hiyo michango itakuwa baadaye jinsi mtakavyotaka. Kama ni jumuiya ya ibada kujifunza history, basi ninawakaribisha sana. Tutaanzisha darasa very soon. Tutaanzisha mila na tamaduni. Tutakuwa kwa sasa tunatoa wale wote wanahitaji kurudi kwenye mila na tamaduni za Kiafrika, na maana kutoa sadaka kwa mababu, kuwakumbuka na kuwapa heshima na kuwaomba msamaha kwa kuwaita wao ni mashetani kwa miaka yote ulioishi. Kwa hiyo unajirudisha, kwa hiyo unarudi kwenye mila zetu. Sasa hakuna tena kwenda kanisani na msikitini. Ahadi zao zimekuwa nyingi, miaka mingi. Watu wangu hawajabadilika, zaidi wanakuwa makatili na wabaguzi, hawapendani. Mkristo anamuita Muislamu kafiri, Muislamu anamuita Mkristo kafiri. Muislamu haoi mwanamke wa Kikristo, Mkristo haoi mwanamke wa Kiislamu. Hizi imani ngeni zimeletewa, naita divide and rule, divide and conquer. Kwa hapa nyumbani Tanzania, Chionda ni mfuatiliaji wa sanaa hizi za sasa hivi? Na kama ndio, unafuatilia sanaa ya aina gani, kwenye upande upi? Mimi napenda ngoma za asili, napenda uchoraji, napenda wanaofinyanga pamoja na wachongaji. Mimi napenda sana asili. Kwa hiyo asili ni kama iko ndani yangu, na ndani yangu ndio asili. Hakuna mziki wa kisasa au wa kizazi cha sasa hivi ambao ushawahi kukufurahisha?
Mziki wa kisasa na midundo yake ni mizuri, mashairi yake ndo mabaya. Mashairi yake yanahamasisha vitu ambavyo ustaarabu wa Ubuntu hauhitaji. Mziki unahamasisha ngono, unahamasisha pombe, uvutaji wa bangi, madawa ya kulevya, kutoheshimu wanawake. Mwanamuziki amepanda jukwani, yeye amevaa suti, amependeza, stage show amevaa chupi. Sasa hii siwezi kuipenda kwa sababu kama umheshimu mwanamke basi umeshindwa kuheshimu ulimwengu. Lakini kwa utambuzi wangu tu mdogo wa historia za zamani, nafahamu kwamba walikuwa wakivaa wanawake wanavaa kama ni ngozi au majani yanaishia juu, lakini kama ni ya kujistiri juu pia inakuwa ndogo. Utaratibu wa kuvaa nguo za kawaida umekuja kipindi hichi cha usasa. Afrika tulikuwa tunavaa nguo ndefu miaka mingi. Hizi ni tamaduni za magharibi za kusema, kwanza wa magharibi wanaamini, wa mafundisho watoto zetu ya kwamba Mwafrika hajawahi kugundua nguo. Kwa maana hiyo ile tuliyoiona kwenye vitabu wakivaa ngozi fupi na mwanaume akivaa ngozi ya kufunika tu mbele, juu asivai chochote, mwanamke akivaa tu juu kidogo na chini akavaa fupi kabisa. Hizo ni historia za kupewa au ni uhalisia ambao ulikuwa? Hiyo ni whitewash. Kuonyesha kwamba Mwafrika alikuwa hajitambui. Alikuwa anatembea uchi mbele ya ukoo wake. Unaelewa? Lakini sisi tulikuwa nguo zetu kubwa ni rubega, kama anavyovaa Masai leo, kama anavyoona babu anakwenda kutambika. Mwanamume anafungia huku, anaziba titi la kushoto, kulia linakuwa wazi. Mwanamke anafungia huku, titi la kulia linakuwa nje, lakini amelihifadhi. Umeelewa? Yaani nguo inapita rubega lakini anaivuta hivi na ficha. Sisi tulikuwa sio watu wa kutembea uchi. Nguo tumegundua sisi, mifumo ya matibabu, mifumo ya ulinzi, mifumo ya hesabu na kusoma, yote tumegundua sisi. Lakini waliotutawala ndio hivyo tena, wamekuja kutuportray sisi manyani. Mtu wewe unategemeaje mtu huyu akuandike wewe una nguo? Kwenda kukwambia wewe kakuokota. Wewe kakukuta juu ya miti. Wewe umetokana na nyani. Sasa unafikia atakuportray vipi? Si lazima kuportray kwamba umeanzia kuvaa uchi mpaka alipokugundua yeye. Kisha kwa sisi ndio tumemfundisha mzungu ustaarabu wa kuvaa, ustaarabu wa kula, ustaarabu wa kuishi. Mwafrika ndio kafundisha yote, lakini tulipigwa na bado anaendelea kupigwa watu wengine. Shukran sana Bwana Abbas Chionda. Karibu tena mezani kwetu. Wakati mwingine utakapojisikia kuwepo au tutakapokualika, basi tunaomba utupatie nafasi nyingine. Mtazamaji wa Talk Talk, kufikia hapo mimi nimefika tamati, sina la ziada, lakini nikukumbushe tu kusubscribe, kulike pamoja na kushare, lakini pia nikukumbushe kwamba kipaji chako ni mtaji wako. Leo nilikuwa na mwana wa Afrika, Chionda wa Chionda, na mimi nimekuambia unaweza kuniita vyovyote vile, lakini ikikupendeza kuniita jina langu kabisa, utaniita Sabrina. Mpaka wakati mwingine, nyuma ya kamera nilikuwa na DOP mbabe kabisa, mdogo mwenye akili nyingi, Bryson Chamungu. Mpaka wakati mwingine, salute. Connection TV, the house of details and fact news.